Wakazi wa kijiji cha Ugoti, eneo bunge la Igembe Kusini ni kaunti ya Meru, wanaishi kwa hofu baada ya mama wa umri wa makamu kuuawa kwa kupigwa mishale kifuani na watu wasiojulikana jana jioni. Sasa inadaiwa wauaji walikuwa na nia ya kuiba mavuno yao. Hii hapa ripoti yake Sam Wanyuike. Imetanda katika kijiji cha Ugoti, Igembe Kusini, baada ya mwanamke mmoja kuuliwa kwa njia ya kinyama na mwingine kuachwa na majeruhi punde walipokuwa wakitoka kuvuna mazao yao. Bibi yangu alikuwa anatoka kwa shamba. Wakati ile alikuwa anatoka kwa shamba, mahali alikuwa karibu kutoka kwa barabara ya lami, kuna watu walikuwa magaindi yalikuwa yanatokea, yakapiga mmoja na akandunga mwingine msale. Wakati ile nilikuwa naenda, nikakutana na Mwenda na Kaume. Mwenda akiwa anamshikilia akiwa analala hivi, mshale ukiwa hapa. Na mimi nikaenda mahali gari ilikuwa, nikaleta gari tukamweka kwa gari. Haya matukio yanakuja wakati wa mavuno kwa nini? Lengo lao kubwa ni kuivia wakulima wanapovuna mavuno yao. Wakati huu msimu ni wakati ambao tunavuna sorghum. Kwa hivyo walipondunga huyo mama mshale, walipotorokea pale, walipotuona walitoroka. Na muda mchache ndio tukasikia nduru. Tukasikia kuna mama Beatrice Kamami amedungwa mshale. Kwa hivyo ni kitendo ambacho kimetendeka na si mwaka mmoja, ni miaka mingi. Wakati wa mavuno ni lazima tusike watu wengi kupitia kuibiwa vitu vyao. Lakini hiyo magaindi wanakaa zaidi ya mwezi moja na wasukuliwa hatua. Hiyo ni akili, watu wanachungwa kweli. Na tuseme tufuate mzuri. Kama chifu anapiga ripoti hawa ni magaindi, hakuna mtu ajui hao ni watu magaindi wanakaa hapo wakiwa wanachumbua watu kila wakati. Na kuko na chabueli ya area hiyo, kuko na chabu chifu, kuko na nyumba 10 na kuko na CID. Pengine unamaanisha kwa hii kata yote hakuna kituo cha polisi ama? Na tangu tupate uhuru hatujawahi kuwa na askari katika kata hii. Kwa hivyo tunataka security tupewe, tukae nayo hapa. Na vijana wengi tunajua, tukiwapeleka pale Maua, ukifika nyumbani wanafika mbele yako, wanaanza ukutisia kwa sababu hakuna mahali unaweza kuwapeleka. Kwa hivyo tunaomba wale watu wanawaweka, wale wanawafuatilia, wakipelekwa ndani, serikali ingilie na iwadhibu hao watu ili tuwe na usalama. Hakuna kitu yoyote ile, hata pesa saa hii unaambiwa nipatie pesa, unatoa unapatiana. Hata simu yenyewe unaitishwa simu mchana kwa stage hapa, leta simu, weka password. Unaweka password na inaenda. Na uwezi ongea njoo umeambiwa ukiongea nitakukujia, na kuna wamewahi kujua wengi. Na hata chief anajua, hata huko tumepiga ripoti kadhaa na hakuna ile shughuli tunaona. Kwa hivyo sisi hata kama unaona hawa mama wote, hakuna mama hata mmoja akona nguvu ya kusimama hapa. Si eti ni Kiswahili hawajui, hawa ni wasomi, hata Kizungu wanajua. Ni kuogopa kuendelea kwao manyumbani usiku. Hatutaki kusema ati ni ya kwamba ni jamii inapigana na wale wengine. Hawa ni wakora na wangepiga mtu yeyote yule mzale, manake ni wezi. Juzi wamekula kondoo ya pasta mwingine kutoka Kianda, manake walijua walitenda kitendo kibaya. Saisi hawaonekani. Lakini sisi kama serikali tumepanga, tumeweka mitego mingi na tutahakikisha hao vijana wamekamatwa na wamepelekwa polisi wastakiwe sababu ya kitendo ya kuua. Wakazi hawa sasa wanaiomba serikali kupitia idara ya usalama kuimarisha usalama hapa ili kupunguza matukio haya. Nikiripotia NTV mashinani kutoka kaunti ya Meru, langu ni Sam Wanyuike.